Mimi siwezi kuongozwa. Nikamwambia kama huwezi kuongozwa, hautakuwa tayari pia kuongoza. Kwa hivyo kanuni ya kuongoza, kubali kuongozwa. Ukiongozwa leo, kesho pia wewe utaongoza na wengine. Tunasema amen. So ni vizuri sana tujue kwamba we grow in season. Kuna wakati Musa alilea Joshua sana. Akienda kufunga 40 days mlimani, na Joshua anamwandama mtumishi wa Mungu. Anakaa pale karibu na pembejeni ya mlima. Anamsubiri mtumishi wa Mungu. Kama anakaa siku ngapi, Joshua yuko pale tu ku make sure ya kwamba kile Musa anapata kwa mlima hata yeye anajifunza. Kuna mafunzo ama njia nyingi ya kufunzwa. Kuna mafunzo ya kuangalia na macho tu na unajifunza mambo mengi, na kuna ya darasani. Lakini Joshua alijifunza mambo mengi kwa Musa kwa kuangalia sana na kumsikia pia. Alikuwa mtiifu kwamba Musa akimuita, kwa mfano mission ya kwanza waliopewa waende wapeleleze nchi, Joshua, Kalebu ndio walikuwa viongozi katika jamii zao. Kwa wale 12 ambao Biblia inasema kila kabila mmoja 12. Kwa hivyo Joshua, Kalebu walikuwa among the team. Lakini walikuwa wasikifu na ni watoto walio tayari kusoma, kwa sababu kuna kitu cha thamani anapokezwa ili kesho kutwa pia yeye aweze kupokeza na wengine. Mtu aseme amen. Hauna majibu kwa sababu haujakaa kufundishwe vitu vya kuambia watu. Kuna vitu watu wanatarajia kutoka kwako, wewe huna, sababu huku pay attention. Kuna clip fulani nimesikia, mzee mmoja ameulizwa na mwanamke, akaulizwa ni nini unasikia unajutia sana kwa maisha yako yote? Anasema najutia kwamba sikuwahi msikiliza mama yangu. Akaulizwa mama yako alikuwa anasemaje? Anasema sijui kwa sababu sikumsikiliza. Umesikia vile tumesema? Sema amen. Ni nini unajutia sana kwa maisha? Akamjibu, najutia kwamba sikuwahi kumakinika kwa maneno ya mama yangu. Akamuuliza mama yako alikuwa anasemaje? Anasema sijui kwa sababu sikuwa namsikiliza. Utaambia nini watu? Huna. Kwa sababu kuna nguvu tunapokezwa, na hizi nguvu lazima izae matunda. Hakuna mtu anaweza chaji simu na asitumie. Tunachaji simu, tutumie kila siku. Ikiisha unachaji, ikiisha unachaji, kwa sababu kuna vitu vya muhimu ndani ya simu ambayo pasipo na moto hautaitumia. Mtu aseme amen. Tunaongea na kizazi cha Mungu, watu ambao wana nguvu ya kufanya vitu katika dunia. Na nashukuru Mungu naongea na wanaume, na kuna lugha imetumika ya kwamba wanaume hawasubiri mambo yafanyike, bali wanaume husababisha mambo yafanyike. Mtu aseme amen. Naomba uwe sababu ya mambo kufanyika katika jina la Yesu. Nasema kuwa sababu ya mambo kufanyika. Haina haja unakaa tu na kile umepokea. Kama kwa mfano Joshua, mimi kuna lugha imetumika kule mwisho kitabu cha Joshua. Ameongea lugha ya maneno, ni vizuri sana kutamka. Anasema nini Joshua 24 kule mwisho, anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hayo ni maneno ya mtu aliyeshindwa. Kama hujawahi kujua Biblia vizuri, jua leo. Hayo ni maneno ya failure. Mtu ambaye amezaliwa na mwanaume. Musa amemzaa. Joshua akaongoza Israeli, lakini yeye hakuzaa. Kwa sababu gani? Alibakia peke yake. Israeli waliteseka, na kutoka Joshua hakuna mtu alisaidia Israeli isipokuwa Mungu kwa huruma akaproduce watu wanaitwa waamuzi. Waamuzi wakapatikana. Waamuzi wakawaamua Israeli. Lakini waamuzi ni temporary, haikuwa permanent. Unasikia Yeftha ameongoza miaka 40 akakufa. Samueli amekaa na Israeli miaka 40 akakufa. These people, they are very temporary. Why? Kuna mtu mmoja alitegemewa azae. Sema kuzaa. Hebu sema kuzaa. Kuna mtu ambaye alikuwa na uwezo, alikuwa na hizo nguvu ya kuzalisha kiongozi kama yeye, lakini yeye akawa focus na vitu fulani, akasahau kwamba katika ufalme ni kama kijiti, lazima tukuambukize. Na ndio maana kila siku Isaya kile kimemjaa ndani ni neno la Mungu na sio mambo yake. Anatafuta mtu kwa hiyo ushirika atamwambukiza kile ambacho amebeba. Ukiona mwanasiasa akiingia hapa, mwanasiasa atakuambukiza siasa, kwa sababu hicho ndicho kimejaa ndani ya moyo wake. Lakini sisi wachungaji tumebeba nguvu, tunatafuta mtu wa kumpatia hizo nguvu. Na wewe pia ukipokea hizo nguvu, usikae nayo, patia wengine, na ufalme utaenda kwa kazi tena kwa haraka. Piga makofi kama unapiga
katika jina la Yesu. Mtu aseme amen. Ndio maana unakuta Elia alilea Elisha. Kuna mambo yalifanyika kwa Biblia, very soon tutaelewana. Yesu naye akalea wale 12 ambao tunasoma leo habari zao. Watu 12 wakaandika historia. Lakini sisi pia leo Matendo ya Mitume imeandikwa mpaka 28. Sisi ndio tunaandika kitabu cha Matendo ya Mitume mstari wa 29. Inaanza kwetu. Sema amen. Kwa hivyo mambo yanaendelea. Nataka niongee na watu wa Mungu mahali hapa, kwa sababu kuna nguvu unazihitaji. Haiwezekani ulimwengu hauna majibu. Nani aliye na majibu ya maswali ya ulimwengu? Ni sisi tuliokoka. Na ndio maana Mungu anasema muwe tayari kuwajibu watu chochote ambacho wangetamani kujua kuhusu ufalme huu. Kuna watu ambao wameokoka, lakini wakiulizwa swali, je, Yesu ni Mungu? Anasema nipatie dakika 5 nimpigie pastor wangu. Miaka 3 kwa wokovu, unaulizwa na mpagani pale nje, je, Yesu ni nani kwako? Unasikia unatetemeka kwa sababu huna jibu la kujibu. Ndio useme naomba nafasi nipigie pastor. Ukinipigia ukiniuliza mimi sikujibu, na kuambia nenda ukae vile ulivyo. Very good years, 5 years, 10 years kwa wokovu, na bado hujui maswali, utaambia nini watu kule nje? Come on, church of God. Ukiona una majibu, haujapokea hizi nguvu. Nguvu itakapokaa juu yako, utatoa majibu kama mitume. Maandiko yanasema mpasa Isaya, hao watu kiukweli hawakusoma kama mimi na wewe, lakini siku moja walipokuwa wakitembea, kwa sababu wamepokea hizo nguvu, wakapatiana jawabu. Walipofika pale kwa mlango mzuri, wakampata kiwete akiombaomba pesa. Wakamwambia kitu kimoja. Juzi nimeambia watu wengi, haiwezekani ukose vitu viwili vyote. Ukose mafuta, ukose nguvu, na ukose pesa. Pesa moja. Katika jina la Yesu, kosa pesa, pokea hiyo mafuta, maana hiyo mafuta itafuta pesa. Wakamwambia, sikiza kiwete, tuangalie vizuri, sisi hatuna pesa wala dhahabu, lakini ile tuko nacho kwa jina la Yesu ambaye tumemhubiri, simama uende. Wakatengeneza muujiza kupitia mafuta. Uwezo tuko nao sisi. Mtu asikudanganye haujaokoka alafu dharaulike tena. Kuna nguvu umebeba ambayo ulimwengu hauna. Natangaza leo kwa jina la Yesu, toka katika uoga, wacha eneo la uoga, toka kuambia watu Yesu ni Bwana, Yesu anaweza. Hapa naongea na watu vijana, ambia watu watano, Yesu ni uwezo. Kama mnapata kansa ama pesa, saidieni watu, msiite pesa. Hata wewe unaweza kuona watu. Maandiko yanasema Yesu hakusema hizi nguvu ya wachungaji peke yao. Anasema yeyote atakayeamini hizi nguvu itakaa juu yake. Na sasa leo hata wewe unaweza kama shujaa, kama shujaa ukasaidia watu kama wana maswali ya maisha yao. Watolee njia, watolee watu njia, watolee watu njia kwenu. Wana maswali, wanaulizana ni nani atabadilisha mazingira ya kwetu? Hakuna mtu mwingine, ni wewe. Wanakusubiri upeleke mambo mazuri. Ongea na matendo, ongea na matendo. Waonyeshe Mungu anaweza, waonyeshe Mungu aliyemfuata anaweza kubariki, anaweza kuinua, anaweza mtu aseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Sijajua shida iko wapi na microphone. You need to be set apart. Utasoma 2 Timothy number 2:21. Kuna watu ambao walijitenga na uovu kwa sababu adui za nguvu za Mungu. Wapendwa, ni dhambi. Lazima pia nikuambie hii, haiwezekani unatamani nguvu za Mungu, wewe unalala katika usherati. Unatamani vitu vya Mungu, wewe ni msinzi. Chagua moja. Kama huko ni tamu, najua ni tamu. Hakuna mtu hapendi kufanya dhambi, maana ni tamu kivyake. Lakini wale waliokoka, mimi nimeonja utamu wa Yesu. Mimi si daktari, lakini nimeshaipewa kesi ambayo daktari ameshindwa hospitali, nikarifariwa kwa pasalo hiyo. Mimi sina mashindano, sina kesi ya kufanya operation. Nikamwambia yule mgonjwa, wapi wanakuuma?
magari yetu wakiwa wamebebwa, tukamwita Yesu wa Nazareti. Tunasema katika jina la Yesu, simama pende. Mama wa watu wakatembea peke yake, watu wakaulizana kwani kulikuwa na shida gani? Kwa sababu amepimwa mikojo, akapimwa mate, akapimwa karibu machozi, akapimwa, hakuna kitu kimeonekana. Kwa sababu mapepo alisikii sindano. Ni Yesu ndio dawa ya mapepo. Yesu ndio dawa ya mapepo. Ndio baba suluhu yao. Usiache watu ndani ya shida. Utaulizwa siku moja, yule mtu aliyekuja mbele zako walimfanyia nini? Watu wa Wakamu, masaa yamefika. Lazima tutembee na hizo nguvu. Usidanganye eti hauna, iko ndani yako. Usijidharau mimi ni kijana, iko ndani yako. Sema haleluya. Iko ndani yako. Amen. Mwambie uko na hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema nini? Siku moja katika kijiji kama hiki, wana wa Israeli kisiri nini? Isaya akawaambia kama Elia, toeni fungu la 10. Unajua watu pasa huwa wasomangi pale kwa gharama, wanapenda kukusakusa pale juu. Wameambiwa leteni sahani mpya. Kwani sahani mpya inapatikana wapi? Dukani. Amen. Leteni na chumvi. Kwani chumvi inapatikana wapi? Dukani. Nataka niponye maji, nipeni gharama. Sahani mpya na chumvi. Wakaiendea. Walipoleta, mnabii anasema twendeni mahali pa shida. Tunahitaji manabii kati yetu watakayosema hizo nguvu. Hizo nguvu juu ya Isaya. Isaya tuwekelee mikono. Pia lazima upokee. Ukipokea pokeza wengine. Mtu aseme amen. Natangaza leo hizo nguvu ziko. Hizo nguvu ziko. Aliye tayari kwa jina la Yesu. Aliye tayari kwa jina la Yesu. Mimi tukua kama wewe tu mtu wa Mungu. Mimi sikujua na kuwa pasa. Nikachunga maboma ya watu. Nikachunga ni kwa uaminifu wangu wote. Lakini siku moja kutoka mbali, Mungu akanichagua, akanibadilisha, akanipatia mafuta. Nimesimama leo hapa nikisema Mungu aliyenisaidia atakusaidia na wewe. Mungu aliyenisaidia atakuinua na wewe. Napasema amen. Kama wewe kiende nyumbani wala MCA Aliyetaka neno katika hili kwa mganga, aliyeuliza mambo yake kwa mganga, wala kwa mchawi, wala kwa mchawi, wala kwa mkaldayo. 11. Neno la ajabu, Neno la ajabu ili analolitaka mfalme, ni neno mkuu mfalme unataka. wala hapana mwingine awesaye kumuonyesha mfalme. Sikizeni hapo. Hakuna mtu yoyote. Wakaldayo wameshafunga. Watu wa dunia wamejaribu wawezavyo, imeshindikana. Mpaka solution. Maneno yao ya mwisho wanasema haiwezekani. Alafu pale chini mtumishi wa Mungu, Ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. na wenye mwili. 12. 12. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Kwa maana wamekosa kumtolea majibu. Endelea. 13. Basi ile amri ikatangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa wote. Watu wakamtafuta Danieli. Sema tu vizuri amen. Amen. Watu wakamtafuta nani? Danieli. Sio kama unaweza kupata ufunuo. Wameng'ang'ana jinsi wamezavyo. Ilipowashinda, mbona unasikia wanajibu hili swali mfalme? Hakuna mbunge ashatafuta jibu kwa mganga hii eneo akapewa, hakuna anayeweza. Lakini wakasema nini? Walipofika mwisho wakatafuta pasta nani? Danieli. Alifanya nini mtumishi wa Mungu? Wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Ndipo Danieli kwa busara kina Abednego, watu 3, akamjibu aliyekuwa akida wa walinzi wa mfalme. Akamwambia nini? Aliyekuwa ametoka ili kuuawa wenye hekima wa Babeli na miungu ya dunia hii. Huyo mtu hujawahi jua wewe tu pekee yako ndio unaweza kufanya kikao na Mungu. Wewe hujanielewa. Yaani kumbe wale wameokoka ndio tu wanafanya vikao na Mungu. Ukija Mondoloni unafanya kikao na Mungu. Leo Jumanne unakaa hapa
unafanya kikao na Mungu. Wao wako wapi? Kwa biashara, kwa mahoteli kubwa kubwa. Mambo ikikwama kule kwao, wanakuja kwako. Danieli anasema na mimi pia siwezi nikakujibu hili, maana sina uwezo wangu mwenyewe. Nipatie siku 3. Waingie Shilo, mahali pa chumba la maombi, kumwambia Mungu tupatie hiyo ripoti. Danieli usiku akiwa amelala, Bwana akamtokea, akamwambia huyo mfalme ameota hii sanamu, kichwa iko hivi, kwa shingo mpaka hapa, mpaka hapa kwa miguu. Danieli akasema asante, wakamwendea mfalme kwa ujasiri. Mfalme ishi milele. Ile mambo ya kuwa watu wachana nayo, kwa sababu Mungu akusema mimi Danieli, amesema Mungu amekusudia kukutafsiria wewe hiyo ndoto. Sema amen. Alipomtafsiria mfalme akakonfirm kweli, ile nimeona usiku ndicho mtu wa Mungu amesema. Ukibeba hizo nguvu utapeana suluhisho mahali walipo na maswali. Kwa sababu hiyo na manzia nikisema usitamani kutembea peke yako. Naomba leo pokea mafuta. Mafuta imesaidia watu wengi sana. Mafuta inafanya watu wapate heshima. Danieli akainuliwa sasa, akawa ni mkuu katika chumba la mfalme. Wakawa wanasimamia hazina ya pesa kwa sababu ya kutafsiri ndoto. Sio nguvu zetu wenyewe pasa Isaya, ni nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo ndio tumekosa. Natangaza leo nikimalizia, usiache hii ushirika kama utamwambia leo Mungu, hata kama nguvu zangu zimepungua, naomba leo niongezewe. Ongezewa hizo nguvu tena. Amuka tena. Ongezewa hizo nguvu. Tamba tena. Ongezewa hizo nguvu. Kuja manigari. Utakuja mikesha. Utaambia watu habari za Mungu hapa watano. Hautajificha tena. Ukiambiwa mbele ya watu wenye dhambi, Bwana Yesu asifiwe, ajibu amen. Hautasema mzuri ukijificha. Masaa yamefika. Pokeeni mafuta. Nasema pokeeni mafuta. Wamama pokea mafuta. Kila mtu pokea mafuta. Unahitaji mafuta. Unahitaji mafuta. Mafuta mtakatifu. Nitakujalia neema ili wala kudharau. Kuna heshima Mungu anarejesha. Utasema amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja nikachagua, kunaenda hivi, ni mafuta, si kitu kingine. Haleluya. Ni mafuta peke yake. Umekwama kwa sababu umekosa mafuta. Kafanya research. Unapeleka pikipiki, mafuta iishe, utakwama. Utakwama. Sema amen. Lakini leo nimekuletea neema na kusema mafuta bado iko. Kuna mtu hapa ametamani kuongezewa mafuta, iko. Sema amen. Iko. Asante pastor. Haleluya. Sema amen. Mafuta iko. Uko tayari kupokea? Mafuta iko. Watamani uende katika viongo vingine, mafuta iko. Sema amen. Siku moja mara ya kwanza kuingia Uganda, hapa tu naenda kwa nchi, watu wanaongea Kiingereza tupu. Mimi yangu ni ya class 5. Mara yangu nilikuja nikasoma tena. Nikasoma kwa juhudi zangu zote. Nikapokea diploma, niko na certificate kama 4 ya masomo mbalimbali. Nikasomea vitu vingi. Tulipoingia Uganda, tunaongea Kiingereza ambayo hata wao wanauliza, wanasema this guy he is speaking a very Kong English. Sema amen. Na tunaongea macho makavu, lakini ndani nasema ungejua ni class 5 failure, hata si liver. Kuna ile from 4 liver, sisi tunaongea class 5 failure. Sema haleluya. Hata kujidharau, mafuta iko kwa sababu yako. Amen. Simama kwa miguu yako.